Tumishi, karibu sana na Mungu apate kuhudumia jinsi ya dada. Bwana Yesu asifiwe. Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe nanyi. Iwe naye pia. Asante. Kabla sijaweza kuingia kwenye mahubiri, ningetaka niseme ya kwamba leo niko na furaha kuwa nanyi kanisa la Mweki. Ingawa ni kwa muda mrefu, lakini huwa tuko pamoja. Ni vile tu hatuonani, lakini kwenye mawazo, kwenye makusudi tuko pamoja nanyi. Kwa hivyo hata kama mtuoni moja kwa moja, mjue ya kwamba katika dua zetu tunawaombea. Amina. Mungu wa neema zote aendelee kuwa pamoja nanyi. Sasa kwa wale ambao hawajanifahamu ama hawanijui, mimi naitwa Francis Dacha. Hilo ndilo jina langu. Na mimi ni mzazi, niko na mke, niko na watoto, na tumeweza kuja na wao leo. Ningeomba kama itawezekana waweze kupata kipaza sauti wasalimie kanisa, alafu ndio nianze mahubiri. Hatujambo. Na wewe ubarikiwe. Happy Sabbath. Na wewe ubarikiwe. Happy Sabbath. Asante. Mungu akubariki Katiba. Sasa mwingine amelala hapo anaitwa Alpha. Huyo ni Mungu tu ametusaidia akalala. Sababu ni mambo baya, ni hatari. Lakini Mungu amemtuliza. Sasa mahubiri yangu ya leo ambayo nimeyakusudia tangu jana jioni, yalikuwa na kichwa cha mada ama topiki yake inasema uhusiano wako na Mungu ni upi? Ni nini ambacho kinakufanya uwe na uhusiano na Mungu? Ni swali. Kwa hivyo tutaweza kuingia ndani ya maandiko, alafu andiko ambalo litaweza kutuongoza linapatikana kitabu cha Mathayo 16 mstari wa 24. Mathayo, soma tusikie. Inasemaje? Wakati huo Yesu aliwaambia wanafunzi wake. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mtu yeyote ndio akitaka kunifuata, yoyote anayetaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake anifuate. Basi hapo ndipo mahubiri yatajengewa katika hilo. Basi tuombe. Baba wa Yesu Kristo, Mungu wa pekee wa kweli, tunakushukuru kwa ajili ya sabato ya leo. Umetupa neema na ukatunemesha. Tumekutana hapa kwa lengo na madhumuni ya kukuabudu. Teka nyara mawazo na fikira ili tuweze kupata wazo la siku ya leo. Tubariki na ujumbe wa leo na utuandae pia kwa ajili ya ujumbe wa leo. Jina lako litukuzwe kwa sababu utanitumia kama chombo chako. Kwa jina la Yesu tumeomba. Amina. Amina.
Sasa wapendwa, wakati ambapo ninapoendelea kuhubiri na kusunguka sehemu mbalimbali, huwa ninapatwa na mawazo na maswali mengi ambaye yanajitokeza kwangu, na maswali mengine yanakuwa ni mazito sana, na ninakosa kupata picha kamili ya kwamba mwisho wakati Yesu atakaporudi ni watu wangapi watakaosimama, ni watu wangapi watakaoenda naye. Ninaposoma Biblia nakutana na fungu ambalo linasema ati wale watakaokuwa pande ya yule mwovu, ya shetani, watakuwa kama mchanga wa baharini. Sasa hilo andiko linanistua sana, linanistua kusema kweli. Na wakati ambapo nilikuwa nafikiria, ndipo nikapata wazo hili ya kwamba Yesu anasema yule ambaye ameamua kunifuata ajikane, na yule ambaye ameamua kunifuata abebe msalaba wake anifuate. Kwa hivyo ina maana wale watakaofika wakati Yesu atakapokuja waende naye ni wale walioamua kumfuata, wale walioamua kumfuata. Kwa hivyo kile ambacho kitafanya uqualify kama Mkristo halisi, kama Mkristo wa kweli, ni kuwa mfuasi wa Yesu Kristo. Qualification ni hiyo. Lakini katika hii qualification Yesu anawaambia lazima, kama wewe utakuwa mfuasi wangu, lazima kitu ya kwanza ujikane nafsi, lakini lazima ubebe msalaba wako unifuate. Sasa jiulize, kujikana nafsi ni nini? Na pia msalaba huo ambao unafaa kuubeba ni msalaba upi? Ningeomba tushikilie hapo katika hilo andiko, tusome Marko 10. Tusome Marko 10:38 na 39. Marko 10:38 na 39. Inasema nini? Yesu akawaambia, hamjui mnaloliomba. Ndio. Mnaweza kunywea kikombe ninyweacho mimi? Au kubatizwa ubatizo nibatizao mimi? Wakamwambia, ndio, twaweza. Kidogo hapa inawezekana andiko hili ukalisoma tu ukakosa kuelewa kile ambacho Yesu anaongelea, kwa maana wakati huo tayari Yesu alikuwa ameshabatizwa katika mto wa Yordani. Lakini katika ile andiko linatumika hapo, ama ile lafzi inatumika hapo, anawauliza kana kwamba kama hajabatizwa. Anasema mnaweza kubatizwa ubatizo ni batizo wao, sio ubatizo niliobatizwa. Mnaweza kunywa kwenye kikombe ambaye mimi nitakinywea. Sasa wale ambao wako hapo wakasema twaweza. Yesu akasema huko chini, mtabatizwa ubatizo huo na kikombe hicho mtakinywea. Kwa hivyo ili uweze kubatizwa ubatizo wa Yesu, ili uweze kunywa kikombe alichokinywea, lazima ujikane nafsi na ubebe msalaba wako. Haya maneno mawili yamewafanya watu wengi kukosa kuwa wanafunzi wa Yesu. Wanakuwa kati ya Wakristo wanaojidai. Wakristo wanaojidai ni Mkristo wa kawaida tu, lakini Wakristo ambao wamemaanisha wa ukweli ni wale ambao wamejikana nafsi
na wanabeba msalaba wao. Huu msalaba ambao Yesu alibeba ulikuwa ni msalaba wa kwenda kula pilau? Hapana. Ulikuwa ni msalaba wa kwenda kupewa juisi? Hapana. Ulikuwa ni msalaba wa mateso. Wa mateso. Kikombe ambacho Yesu anasema alikinywea kilikuwa ni kikombe cha uji? Hapana. Kilikuwa ni kikombe cha mateso. Ndipo Yesu anapomwambia Petro, rudisha upanga alani, maana kikombe alichonipa Baba nitakinywea. Kwa hivyo maisha ya Yesu ya hapa duniani yamekuwa maisha ya kujikana nafsi, na mwisho yakawa ya mateso. Sasa anasema Mkristo ambaye ataamua kumfuata lazima ajikane na ajitwike msalaba. Sasa leo katika madhehebu watu wamejaa. Watu wanajiita Wakristo ama wafuasi wa Yesu, lakini qualification ya kujikana nafsi na kujitwika msalaba, hiyo qualification kwa Wakristo wa leo inawafelisha. Kwa sababu watu wengi, hata kama leo ukienda kuhubiri, kuna watu wengi ambao watakuja si kwa sababu wamesikia injili ikawa convince. Hapana. Kuna watu ambao watakuja lakini wana makusudio ya vitu kadhaa wa kadhaa. Kuna watu ambao watakuja wamfuate Yesu si kwa sababu wanataka uzima wa milele, si kwa sababu walisikia maneno ya uzima wa milele, lakini wanajua wakienda kwa Yesu kuna vitu watapata. Lakini wakifika huko wakose hizo vitu, basi hawatakuwa wafuasi wa Yesu tena. Na kuna watu wengi sana wameasi imani kwa sababu ya kile walichokuwa wamekitegemea, walipokikosa kikawarudisha nyuma. Hebu tusomee Yohana 6 mstari wake ni wa 68. Yohana 6 mstari wa 68. 68 ndio inasemaje? Basi Simioni Petro akamjibu Bwana. Simioni Petro akamjibu, Bwana, twende kwa nani? Swali hilo linatoka wapi? Twende kwa nani? Soma sasa mstari wa 67. 67 inasemaje? Basi Yesu akawaambia wale thenashara, Je, ninyi nanyi mnataka kuondoka? Unaona hiyo swali? Nyinyi nanyi mnataka kuondoka? Anawauliza wale thenashara. Thenashara ni 12. Sasa anawauliza nyinyi nanyi mnataka kuondoka? Kwa hivyo ina maana kuna wale walikuwa tayari wameondoka. Kwa hivyo ina maana Yesu hakuwa na wanafunzi 12 pekee. Yesu alikuwa na watu wengi ambao walikuwa wamemfuata, lakini walifika sehemu ama walifika mahali wakarudi, wakaondoka. Sasa anawauliza hawa thenashara, na nyinyi imefikia wakati na nyinyi mnataka kuondoka? Ndio sasa Petro anajibu, anasema twende kwa nani? Twende kwa nani? Twende kwa nani? Nawe una maneno ya uzima. Kwa hivyo kitu ambacho kinamfanya Petro ajibu hili swali ni kwa sababu kile anahitaji kwa Yesu ni nini? Uzima. Ni uzima. Kwa hivyo wale ambao wanaenda kwa Yesu wanaenda kutafuta nini? Uzima wa milele. Lakini wale ambao walienda kwa Yesu kwa sababu sio uzima wanatafuta vitu, basi lazima watarudi nyuma. Lazima walirudi nyuma. Waliobaki ni wale ambao walimfuata, wakawa wafuasi wake wakitafuta uzima. Yesu akawa anasema mbele yao. Soma Yohana 17 mstari wa 2. Yesu akasema mbele yao, anaomba
akiomba kwa ajili ya wanafunzi ama wale wafuasi wake wa ukweli, anamuomba baba yake, anasemaje? 17:2. Ndio. Inasema hivi, kama vile ulivyompa mamlaka juu ya wote wenye mwili. Yesu anasema kama vile ulivyompa, ukianzia juu inasema mtukuze mwanao, ili mwanao naye akutukuze wewe. Kama vile umempa mamlaka juu ya wote wenye mwili, ili kwamba wote uliompa awape uzima wa milele. Kwa hivyo Yesu anasema wote ambaye amepewa na Baba, amepewa ili awape uzima wa milele, uzima wa milele. Kwa hivyo kama kuna kitu ambacho wale waliomfuata Yesu walikuwa na guarantee, walikuwa wanataka, walikuwa wameahidiwa, ni uzima wa nini? Wa milele. Ni uzima wa milele. Lakini wengi ambao waliokuja ama waliomfuata Yesu, kuna wenye hawakumfuata kwa sababu wanataka uzima wa milele. Soma Yohana 16 mstari wa 26. Yohana 16 mstari wa 26. Kuna wale ambao Yesu anasema nyinyi hamjanifuata kwa sababu mlikula mikate. Kwa hivyo kuna watu ambao walikuwa wanamfuata Yesu kwa sababu ya kula mikate. Na kuna wengine ambao walimfuata Yesu kwa sababu Yesu alikuwa anafanya ishara. Yesu alikuwa anafanya ishara, na kuna wakati Yesu alienda akawapea watu mikate, wakakula wakashiba. Soma tusikie. 16, 26. Ndio. Na siku ile mtaomba kwa jina langu. 6:26. 6:26 tazamani. 6:26. 6:26. Inasema hivi. Inasemaje? 6:26. Inasema ndio. Yesu akawaambia. Akasemaje? Amin, amin nawaambieni. Ndio. Ninyi mnanitafuta. Si kwa sababu mliona ishara. Bali kwa sababu mlikula ile mikate mkashiba. Hawa watu ambao walijaa, waliokuja, walikuja kwa sababu walikula mikate wakashiba. Lakini mission ya Yesu haikuwa ya kuwapea watu mkate, haikuwa ya watu kula mikate. Mission ya Yesu ilikuwa ni kuwapea watu maneno ya uzima wa milele. Yesu alikuwa amekuja kuwaletea watu habari njema ya kwamba tubuni, muamini Injili, kwa sababu ufalme wa Mungu umekaribia. Hiyo ilikuwa mission ya Yesu. Kwa hivyo hata sasa hivi, unajua hapa munaweka picha kama tabia yenu, ama hii ni tabia yenu ya kwamba hizi picha kuwa hapa. Lakini hizi picha kuwa hapa zina maneno makubwa ya wewe kuelewa ni nini kimekuleta hapa. Maana wale ambao waliletwa hapa kwa sababu ya Dasha wataenda tu. Wale walioletwa hapa kwa sababu ya huyu mzee wataenda tu. Lakini wale ambao walikuja hapa kwa sababu walisikia maneno ya uzima wa milele, hao ndio watabaki. Na ingekuwa hapa tukianza kuuliza ni nani tulianza naye na ni wangapi ambao tuko nao, tukianza na sisi kuhesabu, tutaona ya kwamba kuna wengine ambao hatuko nao na tulianza nao. Na ukienda uwatafute, waulize kwa nini tulianza na nyinyi lakini sasa hivi hatuko na nyinyi. Yale maneno watakuambia ni maneno yanayohusiana pengine na mkate ama ishara. Pengine walikuwa wanataka ishara kwa Gordon, pengine walikuwa wanataka mkate kwa Gordon. Lakini wakati kwa kulikosa mkate kwa Gordon ama kukakosa, kwa mfano kuna wakati Gordon amesema mimi mvua imekuja ikabeba vitu zangu, hata tu assume ya kwamba watu hata hawakukusaidia, hata watu hawakusikia hiyo sauti yako, ina maana ya kwamba kesho hatutakupata hapa, kwa sababu wewe kile ambacho kimekuleta hapa ni uhusiano wa kusaidiwa na hao watu. Kwa hivyo ikitokea wakose kukusaidia kidogo, wewe hautakuja, na ukiulizwa utasema wale watu hata hawana utu. Lakini kama kile ambacho kimekuleta hapa
ni uzima wa milele. Hata kama mtu hata kusaidia utabaki, hata kama wataenda wote utabaki. Lakini ukikuwa na majibu yanayohusiana na jambo lisilohusiana na uzima ama maneno ya uzima wa milele, umefeli. Utasunguka utaenda sijui wapi, sijui wale wanafuga kitambaa, sijui wale wanatoa viatu, sijui utasunguka wewe. Lakini kwenye maneno ya uzima hautayapata. Hawa wote ambao Yesu anawaambia nyinyi mmekuja, nyinyi mmenifuata, si kwa sababu ya uzima mnataka, nyinyi ni kwa sababu mlikula mikate mkashiba. Lakini bado kuna wengine ambao walikuwa wanakuja kwa sababu ya ishara. Na ishara imewafanya watu wengi sana kukosa kuwa wanafunzi wa Yesu. Wanakuwa Wakristo wa maneno tu, Wakristo ambao hawabadiliki, Wakristo ambao hawajikani nafsi, Wakristo ambao hawajabadilika katika tabia, kwa sababu wao kile wanataka ni ishara na ile kitu ambayo wanatafuta ni mikate. Sasa hapa katika hii sanamu peke yake, hii sanamu peke yake inatueleza habari ya ufalme wa Babylon. Babylon kwa sasa hivi ni nini? Inaitwa Iraq. Medo-Persia kwa saa hii ni nini? Ni Iran. Greece kwa saa hii ni nini? Turkey. Alafu hapa tuko na kitu ambayo inaitwa nini? Roman Empire. Alafu hapa tuna mwisho ambayo inaitwa nini? The Papacy ama Europe. Tuko pamoja. Kwa hivyo ina maana ya kwamba hapa tukiwaambia watu tubuni muamini Injili kwa sababu ufalme wa Mungu umekaribia, tutakuwa tunadanganya? Hapana. Kwa hivyo sasa hivi tunafaa kuambia watu wakija watapata gari, si ndio? Wakija watapata shamba, si ndio? Hapana. Wakija watapata nyumba. Hapana. Kile ambacho tunawaambia watu saa hii, kujeni mtapata nini? Uzima. Kwa sababu ufalme wa Mungu umefanyaje? Umekaribia. Leo ukimwambia mtu ya kwamba wewe wacha kwenda kujenga gorofa, chukua hiyo pesa unajenga nayo gorofa, enda nayo ukahubiri, atakuelewa? Hapana. Atakuja? Hapana. Atarudi nyuma, atarudi kwa sababu yeye anapokuja hakuji kutafuta uzima wa milele. Lakini wewe umekuja kwa sababu unataka ukiwa na shida upate mtu wa kusaidia, unataka ukikufa upate watu wa kukuzika. Lakini kile ambacho Yesu alikuwa anaitia watu ni uzima wa nini? Wa milele. Sasa wale waliokosa kutafuta uzima wa milele wakaja kwa sababu ya kutafuta vitu, walirudi nyuma. Kwa hivyo mission yetu leo, our mission today ni kuambia ulimwengu ya kwamba aminini ukweli wa Biblia, aminini Mungu wa kweli, muaminini Yesu Kristo, mumfuate. Na mkimfuata, kitu ya kwanza mujikane nafsi zenu. Haya, sasa unajikana nafsi kwa nini? Why? Kujikana nafsi. Unaenda kwa Yesu unajikana nafsi. Kujikana nafsi ni maana gani? Ukisikia kujikana nafsi, kujikana nafsi ni kusema hata uhai wako hauna haja naye. Hiyo ndio kujikana nafsi. Kujikana nafsi ni ya kwamba wewe uko tayari hata kama ni kufa leo kwa sababu ya imani, uko tayari kubeba msalaba wako umfuate Yesu. Ni kuwa tayari yatakayokupata kwa sababu ya imani, uko tayari? Sasa swali ni kwa nini sasa tuwe katika hatari? Na mtu alitoa andiko hapa, Wakorintho wa pili 4:4, ambayo inasema kwamba Mungu wa dunia hii. Kwa hivyo hapa duniani kuna Mungu wa dunia hii, na huyu Mungu wa dunia hii ni adui kwa watu wa Mungu. Kwa hivyo ina maana watu ambao ni Wakristo wa kweli katika dunia hii ni maadui wa ulimwengu huu. Kwa hivyo wewe ukiamua kumfuata Yesu, unatakikana wewe uwe tayari kesho ukatwe kichwa, kesho uende jela, kesho upigwe mawe. Hebu nisomee Wakorintho wa kwanza 4:9. Wakorintho wa kwanza 4:9 inasema nini?
4:9. 4:9 inasema nini? Wakorintho wa kwanza ndio inasema 4:9 inasema maana, sikilia sasa, maana nadhani ya kuwa Mungu ametoa sisi mitume mwisho. Mungu ametutoa sisi mitume mwisho kama watu waliohukumiwa wauawe. Kama watu waliohukumiwa kufanyaje? Wauawe. Kama wewe tayari wewe ni mtume wa sasa, ni kama umehukumiwa kuuawa. Inasema tumekuwa tamasha kwa dunia. Inasema kwa sababu tumekuwa tamasha kwa dunia. Kwa hivyo ina maana ya kwamba dunia hii haiwezi kutukubali kwa sasa, na kama dunia hii imetukubali kwa sasa, sisi sio wafuasi wa Yesu kweli, sio wafuasi wa Yesu kweli. Lakini tukiwa wanafunzi wa Yesu kweli, lazima dunia hii ituchukie, madhehebu yatuchukie, dini za leo zituchukie, kwa sababu kile tunasimamia ni kinyume na wao, kwa sababu sisi tunahubiri habari za uzima wa milele. Wao wakihubiri vitu, wakihubiri miujiza, sisi tunahubiri uzima wa nini? Wa milele. Sasa leo mnaweza kuulizwa, kwa nini hatujawaona huko barabarani mkitangaza kiwete ametembea? Kwa nini hatujaona mkikemea mapepo, watu wanaanguka alafu mnatoa pepo? Hebu nikueleze, katika Biblia, naomba uniambie ni andiko gani linalosema Yesu alisema leteni viwete kwangu? Hakuna andiko hata moja Yesu alisema leteni viwete. Hakuna andiko mahali Yesu aliita watu waje kwake ili awafanyie miujiza. Hakuna andiko hata moja. Waliokutana naye katika mission, hao ndio Yesu aliwahurumia, akawahurumia, akawasamehea dhambi, alafu akasema kwa imani yako wewe umepona. Kama kuna mtu alikuwa mgonjwa, na hakuchukua huyo kiwete ama kiziwi ama kipofu akaenda kutangaza ya kwamba alimfungua macho, alimfungua masikio, ama alikuwa hatembei ametembea, ama kuna mtu amevuvua, kwa sababu misheni yake haikuwa hiyo. Lakini katika misheni yake kulikuwa na ajenda ya kuwahurumia watu waliolemewa na dhambi. Watu waliolemewa na nini? Na dhambi. Na watu ambao walioonewa na nani? Na shetani. Lakini the mission of Jesus Christ ilikuwa tubuni, aminini Injili, kwa sababu ufalme wa Mungu umefanyaje? Umekaribia. Sasa kama kutakuwa na mission hiyo, kama kutakuwa na watu ambao wameshikilia hiyo, Yesu anasema haitawezekana kwenda bila kukana nafsi. Haitawezekana kwenda bila kukana nafsi, kubeba msalaba na kumfuata Yesu. Sasa kanisa la hapa Mwiki, nataka niwaeleze, mimi Dasha sina uzima wa milele huwa napeana, na hakuna mzee wa kanisa ambaye ako hapa ambaye ana uzima wa milele anapeana. Lakini kupitia Biblia na vitabu ambavyo ni vya roho ya unabii, tunavifuata kikamilifu na kusema kile ambacho kimeandikwa, kwa sababu maneno hayo ndiyo maneno ya uzima wa milele. Hayo ndiyo maneno ya uzima wa milele. Maneno ambayo tunayoyahubiri, hayo ndiyo maneno ya uzima wa nini? Wa milele. Lakini wewe ukiongelea fulani, utafuata fulani, umekuja kwa sababu ya fulani, ina maana ya kwamba wewe haukutafuta nini? Uzima wa milele. Kwa hivyo wale ambao mmesikia yanayo uzima wa milele yamewaleta wapi? Hapa. Ndio maana Yesu anasema katika 6:62 anasema haya maneno niliyowaambia, hayo maneno ni roho. Hayo maneno ni roho, tena maneno hayo ni uzima. Soma andiko kama alisema hivyo. 6:62 kitabu cha Yohana. Hayo maneno niliyowaambia ni roho, na hayo maneno niliyowaambia ni uzima. Kama kuna kitu kinaokoa, kama kuna mahali pana tumaini,
ni katika neno la Mungu. Full stop. Usiweke matumaini yako kwa mtu. Andiko linasema amelaaniwa mtu yule anayemtegemea mwanadamu, amemfanya mwanadamu kuwa kinga, akamtoa Mungu katika sehemu yake. Amelaaniwa, analaana. Lakini wale ambao wameweka tumaini lao kwa Mungu ni watu ambao wamejengwa katika msingi imara. Hawawezi wakatetemeka, hawawezi wakaanguka, hawawezi wakabebwa na upepo. Sasa ni nani huyo aliyesikia maneno ya uzima lakini upepo ukaja ukambeba? Alafu kaanza kutuletea mada zingine za ajabu ati ya kwamba hizo mada ndizo zimekutoa. Uongo. Sio mada zilizokutoa. Wewe umetolewa kwa sababu haukuja kwa sababu ya maneno. Wewe hukuja kwa sababu ya uzima. Wewe ulikuja kwa sababu ya vitu ambavyo hatuwezi kujua. Lakini kama ulikuja kwa sababu ya uzima wa milele, bado tutabaki na wewe hapa hapa, kwa sababu maneno tulionayo ni maneno ya kweli, tunayasema hadharani na tunadhibitisha tumeyasoma kwa Biblia au kwa roho gani? Au nabii. Unabii. Na kwa sababu kanisa la Mungu lina vipawa, si lazima Dasha ajue kila kitu. Si lazima Onyango ajue kila kitu. Unawezekana ukajua kitu ambacho mimi sijui, lakini kwa sababu tunatumikia roho moja, utatuambia hiki hamjui, lakini leo mnataka niwafundishe kwa sababu roho amenifunulia. Sasa unataka wewe uende na hapa kando uanze kutuambia tukuja na hapa tujadili. Na hapa tunakuja kufanya nini? Ni nini kiliko na hapo? Ni nini kilikuwa kimekuzuia usiniabiria hapa? Wakati ambapo tunapoendelea na safari hii, lazima kila mtu ajielewe na kila mtu ajue ni kini kilichokuleta. Wakati ambapo nasema nilimsikiliza Dasha, mimi naweza nikaanguka. Nikianguka ina maana Biblia niliyohubiri ilianguka? Hapana. Inawezekana wewe, kwa mfano, Yuda alikuwa pamoja na Yesu. Yuda alikuwa pamoja na Yesu kama nini? Kama mwanafunzi. Kama mwanafunzi. Na ukisoma katika historia nzuri ya Yuda, hakuna katika wanafunzi, hakuna mwanafunzi katika wanafunzi 12 alikuwa amesoma na ana maneno yaliyonyooka kama Yuda. Kama Yuda, enda ufanye research yako. Yuda ile kitu ambaye alikuwa amefanya, alikuwa hajaogoka. Na Yesu alikuwa anajua hajaogoka. Lakini Yesu hangemuondoa, kwa sababu kama Yesu angemuondoa, angeharibu injili yote aliyokuwa nayo. Kwa sababu kile ambacho alikuwa anakisema Yuda mbele ya Yesu hakikuwa kinapingika. Kile ambacho kilisababisha Yuda aweze kutoka ni wakati alimsaliti Yesu. Lakini katika safari yote, hata vile tunaambiwa alikuwa anabeba chodo cha pesa, hakuna mahali tunaambiwa alichukua pesa akaiba. Unaandiko hilo? Hata kuna siku moja Yuda alienda kwenye ile bucket ama mahali walikuwa wanaweka pesa, ama akapewa pesa akaweka zingine kwa mfuko, zingine hazikufika. Toa andiko hilo unipe. Kile tunaambiwa Yuda alifanya, alimsaliti Yesu. Alimuuza na hizo pesa alizouza hakukula. Wakati alipojua, unajua yeye kufikiria kwake alidhani ya kwamba Yesu wakati mwingine anajigeuza sura. Wakati mwingine hizo anafanya miujiza kalikali. Sasa anajua ya kwamba nimechukua hii hela, alafu jamaa ataepa. Lakini wakati alipoona amekamatwa, hiyo pesa hakukula, alitupa, akaenda kujioka. Sasa ile kitu ambaye nataka nikueleze ni hiki, ya kwamba yoyote ambaye anashika microphone hii lakini akakuhubiria maneno ya uzima wa milele, yakamate maneno hayo. Hayo maneno ndio yanauzi. Hayo maneno ndio roho. No, sio yule anayeyatoa maneno hayo. Maneno yanayotoka hayo. Hayo maneno uliyoyasikia hayo. Haijalishi ulisikia kwa nani. Lakini maneno ukayadhibitisha ni ya kweli. Hayo maneno ni ya kweli. Hayo maneno ni roho. Hayo maneno ni uzima. Soma andiko kama si hivyo nimesema. Inasema hivi. Inasemaje? Inasema ndio. Itakuwaje basi? Itakuwaje basi? Mwonapo mwana wa Adamu. 6:62. Ndio hiyo. Soma 63.
Nilikuwa naanza hapo. Roho ndio itiao uzima. Roho ndio itiao uzima. Mwili haufai kitu. Mwili haufai kitu. Maneno hayo niliyowaambia ni roho. Maneno hayo niliyowaambia ni roho. Tena ni uzima. Tena ni nini? Uzima. Tena ni uzima. Kwa hivyo maneno ambayo Yesu alikuwa anayatoa, haya maneno yalikuwa na uzima. Na uzima. Kwa hivyo kuna watu ambao hata pengine katika masuala ya kumuona Yesu, maana walikuwa wanamuona. Alikuwa anaamka asubuhi wanamuona ndio huyo anatembea. Kwanza sisi tunamsoma kwa Biblia. Kuna watu walikuwa wanaamka hivyo wanaona ndio huyo. Ndio huyo akipita ndio huyo. Wanamuona. Wanapomuona kuna vitu ambavyo walikuwa wanampima navyo. Kuna vitu ambavyo walikuwa wanampima navyo na wengine nasema huyu ni mwenye dhambi. Huyu mtu ni mwenye dhambi. Kwa hivyo kuna watu ambao walikuwa wanaona huyu ni mwenye dhambi. Na walikuwa na hoja zao ya kwamba huyu ni mwenye dhambi. Mwenye dhambi. Sasa wakati Yesu anapodhaniwa hivyo, kwa mfano ameenda akampata kijana ambaye alikuwa ni kipofu. Kijana alikuwa ni kipofu. Na alikuwa amezaliwa akiwa kipofu. Lakini alielewa wapi? Katika ibada ambayo huyu kijana alikuwa anaifanyia ndani ya sinagogi. Wazazi wake wote walikuwa wa sinagogi. Kwa hivyo kama ni majina yao yalikuwa yameandikwa ndani ya sinagogi. Na huku ndani ya sinagogi ndio kulikuwa na watu wana vigezo, Yesu ni mwenye dhambi. Sasa mama wa huyu mtoto huyu kijana anaulizwa na hawa watu kwa sababu hawaamini ya kwamba Yesu amemfanya huyu kijana akaona. Sasa anaulizwa, hivi huyu mtoto wako kweli ulimzaa akiwa kipofu? Badala aseme kweli nilimzaa huyu kijana akiwa kipofu, nimemlea akiwa kipofu, wanashindwa kusema hivyo. Wanasema muulizeni yeye, ni mtu mzima. Kijana akiulizwa, anaulizwa, kweli wewe ulikuwa kipofu, ni nani aliyekuponya? Anasema mimi sijui kama Yesu ni mwenye dhambi, sijui kama hana dhambi, sijui, lakini kile najua nilikuwa kipofu, lakini sasa nafanyaje? Naona. Lakini sijali huyu mtu aliyenifanya nikaona ni mwenye dhambi, sijui. Lakini kile najua nilikuwa kipofu na sasa nafanyaje? Naona. Hawa watu hawangeweza kuamini ya kwamba huyu kijana alikuwa kipofu na Yesu ndiye amemuondolea huo kipofu, sababu alikuwa ni kijana wamelelewa naye, wamemuona hapo akizaliwa, wamemuona akilelewa hapo, yani wana mambo zao, wana hoja zao kwa pamoja. Lakini kile ambacho hawakuelewa ni ya kwamba Yesu alikuwa na uwezo wa kumuomba Mungu na Mungu kujibu. Sasa kijana akasema, mimi sijui, ni mwenye dhambi, sijui, lakini kile najua Mungu hasikii mwenye dhambi. Nilikuwa kipofu na sasa nafanyaje? Naona. Sasa huu upofu wa leo ni upofu wa nini? Leo watu wengi ni vipofu, na kile ambacho kinaweza kuwafanya waone ni kuambiwa ukweli wa neno lenye lina uzima. Sasa wale ambao wataamua kufuata neno lazima wajikane nafsi na lazima wabebe msalaba, kwa sababu kile ambacho wamefuata ni neno la uzima. Kama ulitafuta vitu utakuta hapa hakuna vitu. Kama ulitafuta madaraka utapata madaraka ya hapa hata haina faida yoyote. Unajua kama unaweza kuwa mahali kuna madaraka, mahali kuna faida kubwa, unaweza ukapambana. Unaona leo kuna makanisa ambayo watu wanachaguliwa, unapata ya kwamba wanafanya campaign kama watu wa siasa ili wakae katika hizo viti, maana hizo viti wanakula wanashiba. Hiyo ikiondoka uwezi waona. Waona. Kwa hivyo wako hapo
kwa sababu wanakula. Ukienda leo kwa Kanyari kumejaa, kwa sababu jioni Kanyari atagawa 50 kila mtu. Siku nyingine ataenda apike huko ndani apike. Ikifika lunch wanakula. Sasa kuna mtu ambaye anajua ya kwamba leo nitaenda kwenye kanisa ya Kanyari maana lunch nitaenda kwenye kanisa ya Kanyari kwa sababu jioni nitatoka na 50 bob. Lakini kuna maneno ya uzima? Hakuna maneno ya uzima. Sasa wana matengenezo, kuna jambo moja nataka niwaeleze. Leo hii tunashikilia sehemu ambayo Yesu angeshikilia mwenyewe kama angekuwa hapa. Kwa hivyo tunapoenda katika mission yetu, tujue ya kwamba wanaweza wakatusema vibaya. Wanaweza wakatusema vibaya. Wanaweza wakatafuta mambo wakayasema vibaya kwa ajili yetu. Kama vile walivyomsema nani? Yesu. Na baadaye wakamtafuta kwa maneno, mwisho wakamalizia msalabani. Leo muwe makini na mjue ya kwamba kazi yenye mnayoifanya sio kazi inayowafurahisha wengi wanaowasikiliza. Jua ya kwamba leo kama wewe ni mhubiri, maneno ambayo utakayatoa yanatengeneza uadui wako kati yako na wao, maana wanamtumikia Mungu mwingine usiyemtumikia wewe. Na ujui atakujia wapi. Mahali atakapokujia lazima wewe usimame katika msimamo ya kwamba kilichokuleta ni maneno ya uzima, na yao maneno ya uzima ndio utayapeleka mpaka mwisho wa dahari, mpaka mwisho wa safari. Wacha niwaeleze. Wakati mwingi ninachukua hii simu yangu, kuna grupu nyingi sana. Lakini wakati mwingine naangalia grupu za wana matengenezo. Ukiingia hapo ndani unapata vitu za ajabu. Unaona hata siwezi kujibu kitu wala siwezi kucomment kitu, kwa sababu ile maneno inaongea hapo unasikia kwamba unajua hata sabato iliyopita wakahubiri dasha. Sasa nikasema walihubiri dasha aje? Nikishaanza kusema hapo walihubirije, itanisaidia kitu, kwa sababu mimi kwa kweli sina uzima wa milele nitapea mtu. Kwa hivyo mimi hata unihubiri unapoteza muda wako. Kitu ambacho unahitajika kujua ni ya kwamba maneno yenye ninayahubiri ni maneno yaliyo ndani ya Biblia, na hayo maneno ndiyo yana uzima. Hayo maneno ndiyo roho. Mimi na wewe ni watafutaji lakini neno la Mungu ndio limebeba uzima. Kwa hivyo muombee mwenzako, muone mwenzako kama wewe mwenyewe. Alafu kutoka hapo tujue ya kwamba zote tumekuja kutafuta uzima wa nini? Lakini tukiyekuja hivyo, maneno ya uzima tunayoyatoa, hayo ndio yatakayefanya tujikane nafsi na tubebe msalaba. Kwa sababu tumetolewa sisi mitume wa mwisho kama watu waliohukumiwa kuuawa. Watatusema vibaya, si lazima wakukate kichwa. Biblia inasema amchukiaye ndugu yake ni muuaji. Kwa hivyo wakati wanapokuchukia, ujue ya kwamba wewe tayari wamefanyaje? Wamekuua. Kwa hivyo usigojea tu unafikiri tu lazima ukatwe kichwa. Hapana, maneno ya uzima ni maneno ambayo yanafanya utikane nafsi yako. Yesu anasema maadui za mtu ni wale wa nyumbani kwake, na mtu ambaye anataka kuokoa nafsi yake ataiangamiza. Kwa hivyo wewe kama umeamua leo kumfuata Yesu, kubali kuyasema maneno ya Yesu mahali popote, kwa gharama yoyote, na chochote ambacho kitakachotakikana utakitoa, kwa sababu ya maneno yaliyo ndani yako ambaye Yesu ameyaweka ndani yako. Sasa kanisa la hapa Mwiki, tafadhali, kuna mambo mengine ya kufugia masikio, na kuna mambo mengine ya kufugia macho, kwa sababu hayana faida. Sisi faida yetu sasa ni kupambana na safari na kusema kile ambacho kinaendana sawa sawa na
na kurekebisha tabia zetu na kujiandaa kwa ajili ya ujio wa nani? Sasa hivi hata tukiangalia hata Iran wanapigwa na Marekani, sijui wanapigwa na Israeli. Ina faida kwetu. Kitu ambacho tunafaa kujua ni mwanzo wa utungu wa Yesu kurudi tena. Hiyo vita vile unavyoiona, usifikiri ya kwamba inaisha kesho. Itaendelea. Na vile inavyoendelea, usifikiri ya kwamba maisha yataendelea vile yalivyokuwa. Maisha yatabadilika. Lakini maisha hata yakibadilika, unatakikana kujua ya kwamba wewe ni msafiri. Wewe si wa hapa. Hata kama wewe ungekuwa huko ukapigwa na hiyo bomu, kitu ambacho unafaa kujua ni ya kwamba Yesu akija, wewe utakuwa katika ufufuo wa kwanza. Hakuna kitu ambacho tunaweza kupredict ya kwamba kesho kutakuwaje. Inawezekana leo tunaogelea Iran, lakini kesho inaweza tukaogelea hapa. Kila mmoja akae tayari akijua ya kwamba muda ni mchache. Haijulikani ya kesho. Maneno ya Yesu yana uzima. Tutafute uzima hata kama vitu zetu zitapotea, lakini tubaki ya kwamba tutapata uzima. Burudani hata kama vitu zako zimebebwa, hata kama ni nini, hata kama hata ingebeba watu yote, wewe unadhani ya kwamba wakusaidia kwa nani? Naona lakini ni vizuri kwa sababu bado muda huo hujafika. Lakini kwa sababu huo muda unakuja, tafadhali ndugu zangu, kila mtu ajielewe na ujielewe kivyako. Ukijielewa kivyako, ubadilishe tabia zako, ujiandae kwa ajili ya Yesu kuja mara ya pili. Wakati tutakapokuwa tumefika mbinguni, ndio kutajulikana waliokuwa wafuasi wa Yesu kweli. Mikutano yenye haina msaada wowote, haina faida yoyote, ipuuzeni. Tunatakana kuwa saa hii tuna mkondo wa kwenda, lakini tukija hapa nyuma tuanze tena sijui ikaenda ikateremka, inatutoa katika focus. Focus yetu ni kuwahubiria watu maneno ya uzima na kuambia watu ufalme wa Mungu umefanyaje? Umekaribia. Ni wa nani na nani ataungana na mimi katika hilo? Mimi naomba tuungane katika hilo, na mtu asiwarudishe nyuma. Nataka niombe. Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, jina lako litukuzwe kwa sababu ya ujumbe huu wa siku ya leo. Mungu, ulituita katika wito mkubwa. Tulikuwa katika madhehebu ambaye tungekula na tunywe. Tulikuwa katika madhehebu tuliokuwa tumewekwa vizuri zaidi, lakini kwa sababu tulikosa maneno ya uzima, tuliacha vyote ili tuweze kukufuata. Unasema katika maandiko ya kwamba wale ambao watakufuata wajikane nafsi na wabebe msalaba, kila mmoja aweze kukufuata. Naomba kwa ajili ya kanisa hili la hapa Mweki, kila mmoja umjalie kujikana nafsi yake. Kila mmoja uweze kumjalia aweze kubeba msalaba wake. Dunia hii sisi ni wapitaji. Tunaweza tukakosa vyote, lakini umetuahidia uzima wa milele. Hakuna haja hata tukapata ulimwengu, lakini tukaukosa uzima wa milele, itakuwa ni hasara. Kazi kubwa ambayo umekabidhi mikononi mwa wajumbe wako wa siku ya mwisho, tunaomba Bwana uijalie iwe ndio focus yetu, iwe ndio makusudi yetu. Tujalie na utufanikishie jambo lote ambalo liko katika utaratibu wa kupeleka ujumbe wa mwisho katika ulimwengu huu ambao umeharibika. Jina lako litukuzwe kwa sababu utatupa Roho wako Mtakatifu ambao uliwanyunyizia mitume, wakatoka kwa nguvu kubwa, wakanena kwa ujasiri habari za ujio wako Yesu Kristo wa mara ya pili. Jina lako liweze kutukuzwa kwa sababu utatufanyia kama vile ambavyo tunahitaji katika mioyo yetu, kila mmoja katika washirika hawa, ili mwisho tuweze kufanikisha kazi hii kwa pamoja, na ni katika jina la Yesu tumeomba. Amen. Amina. Mungu awabariki. Asante.
kama tulivyoambiwa